information, lakini ukiangalia are not journalists. So what's the position of the government in ensuring that kwamba wana contain, ili kuhakikisha kwamba kwa namna moja au nyingine habari zinazopatikana zinakuwa ni balanced, lakini pia zinakuwa na accuracy, na upi tayari wa serikali kuhakikisha kwamba ile responsiveness ya kutoa clarification kwa ujumla? Asante sana. Asante. Nakuwa najibu moja baada ya nyingine. Mayala, hili la kwanza la bandari, ile zile takwimu ni kwa bandari zote. Kwa bandari zote za kwetu za hapa Tanzania. Lakini hili la misinformation ni kweli. Teknolojia imeruhusu watu kuanzisha blogs, kurasa za mitandaoni. Imeruhusu watu kuwa na kurasa za mitandao ya kijamii. Na huko ndiko ambako pia upotoshaji mwingi unatokea. Sisi ndani ya serikali mkakati wetu kwanza ni kufanya usajili wa waandishi wa habari. Mtu yeyote anayefanya kazi za kihabari anatakiwa asajiliwe. Na ndio maana kuna bodi ya ithibati. Najua ni bodi maarufu sana kwa ninyi wote. Na kwenye bodi yetu hii ya ithibati, pamoja na kusajili waandishi wa habari wenye taaluma ya habari, sababu lengo lake ni kusimamia tasnia hii iwe taaluma, kazi yake nyingine ni kutoa mafunzo. Kwa sababu ndio kwanza imeanza, muda si mrefu tutaanzisha mafunzo kwa waandishi wa habari na mtafikiwa. Wale wote wanaohitaji msaada watafikiwa. Lakini kwa sasa wale ambao wamekosa sifa wamehamasishwa, na wengi wako vyuoni wanasoma, wapate weledi, na pengine hiyo ndio inaweza kuwa tofauti kati ya sisi na nchi jirani. Sisi hatutaki tuwe na waandishi wa habari ambao akilala akiamka anaamua kuwa mwandishi wa habari. Tunataka mtu awe na weledi. Na sasa hivi nikiangalia hapa wote nyinyi ni wenye sifa. Ni waandishi wa habari wenye sifa. Sasa mwandishi wa habari mwenye sifa, mwenye taaluma ya uandishi wa habari, hawezi kufanya hayo yanayofanywa na hao jamaa huko nje. Kwa hiyo nawapongeza sana, na huo ndio mkakati wetu sisi kwa upande wa serikali, na pia tutaendelea kufanya engagement na kushirikiana na vyama vyetu mbalimbali vya waandishi wa habari, jukwaa la wahariri TF, baraza la habari na vyombo vingine TAMWA, TASWA na vingine vingi, kuhakikisha kwamba tunawekana sawa ili waandishi wa habari wafanye kazi kwa weledi na kwa uhuru. Next, ndio madam. Naitwa Rosemary Mirundo, niko gazeti la The Citizen. Naitwa Rosemary, ndio Rosemary. Ya, nadhani ilikuwa ni Jumanne. Mheshimiwa Rais alisema kwamba sasa hivi development partners ni kama wanajitoa kutoa misaada kwa ajili ya kuendeleza miradi yetu. Lakini leo umeainisha baadhi ya mikakati ya kuleta miradi kwenye sehemu mbalimbali, ikiwemo na kupata flyovers maeneo mbalimbali. Pengine hapa ungetueleza hizi flyovers pengine ni kuanzia lini kwenda lini, na pengine mkakati upi wa serikali kuhakikisha kwamba tunakuwa na fedha zetu za ndani kwa ajili ya kuendeleza hii miradi. Asante Rosemary, ni swali la msingi sana. Ni kweli na wote mtakuwa mmeona baadhi ya matamko ya baadhi ya wadau wetu wa maendeleo. Wameanza kutoa matamko. Tunazungumza nao kwa sababu sisi tunaamini kwamba kwanza hawana taarifa za upande wa serikali. Tunaamini tukizungumza nao tutaelewana. Lakini sisi kama nchi hatuendeshi kwa fedha za misaada peke yake. Sehemu kubwa ya bajeti zetu ni fedha zetu sisi wenyewe. Na Rosemary, nataka nikuhakikishie, miradi hii mingi tunajenga kwa fedha zetu sisi wenyewe. Tukizipata huko nje tunakopa na tunalipa. Maana kuna tabia watu wanadhani fedha za mkopo ni za msaada. Hapana, mikopo tunalipa. Ndio maana makusanyo yetu kwa mwezi sehemu kubwa tunakwenda kurudisha kwenye mikopo, kwa sababu tumechukua hela twende tukajengee reli, tukajengee barabara, tuwape watu maji, tuwape umeme, tununue dawa na vitu vingine vingi. Kwa hiyo nataka niwatoe hofu wa Tanzania. Ni kweli kutakuwa na huo mtikisiko kwa wale ambao watashikilia huo msimamo, lakini tutazungumza nao, naamini tutaelewana. Na hawa wafadhili sio mara ya kwanza wanatoa kauli hizi. Lakini huwa tunakaa, tunaelewana na mambo yanasonga mbele. Lakini serikali yenu makini inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan inatambua hilo, na ndio maana ametoa kauli ile, kwa maana kwamba tunakaa mkao sawa. Kukitokea wafadhili wamejitoa, tuwe tuna njia nyingine ya kupita ili mambo yetu yasikwame, na nataka niwahakikishieni tutapambana kuhakikisha mambo yetu hayakwami. Sawa? Lakini pia mjue kwamba uwekezaji huu tunaoufanya sio muda mrefu utaanza kutuzalishia pesa nyingi.
Na ndio maana wale wanaotengeneza hizi habari za kutuchochea na kutuvuruga, angalieni, nimeeleza mambo mengi ya kwenye uchumi hapa wanayoelekeza, lakini pia utakuta wanashinikiza wadau wetu wa maendeleo wajitoe. Ndio maana natamani sana Watanzania wangamue hizo mbinu. Lakini Rosemary, we will be strong, don't worry. Tutakuwa sawa. Tuna serikali makini, rais makini, na nchi ambayo inajali watu wake na maendeleo yake. Tutavuka. Ndio. Karibu. Asante. Naitwa Jumanne Juma, natokea kampuni za Guardian. Nani? Jumanne Juma. Jumanne Juma. Ndio. Swali langu mimi nitagusia kuhusiana na swala la vurugu zilizotokea katika nchi yetu. Hivi siku za karibu tumeona kwamba baadhi ya viongozi wa dini wakitumia na maneno ya hapa na pale. Sijui kama viongozi wa serikali au kama serikali mpaka sasa mnaangalia jambo. Asante Jumanne. Ni kweli Jumanne anachokisema. Kumekuwa na matamko ambayo yanatolewa na viongozi wa dini. Baadhi ya matamko hayo hayatutaki heri. Kwa upande wa serikali tunaomba wadau wote, wakiwemo viongozi wa dini, vyombo vya habari, viongozi wa siasa, tujiepushe na kauli zozote zinazoweza kutuumiza kama taifa, zinazoweza kutuchunganisha, kutugawa na kutufarakanisha. Hazina afya. Na serikali inaendelea kufanya jitihada ya kuzungumza na wadau mbalimbali wakiwemo viongozi wa dini. Nimemwona Mheshimiwa Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba Maderu ameshaanza kufanya mazungumzo na viongozi wa dini. Wakati mwingine hata wadau wetu wa ndani hawana ile picha halisi juu ya mambo yalivyotokea. Serikali itaendelea kufanya hizo engagement zote, kukutana na wadau mbalimbali, kuwaeleza kilichotokea na kuwasihi tuzungumze lugha moja, tuache kubomoa taifa letu. Sawa Jumanne? Mwingine? Ndio. Jina langu ni Franki kutoka Tuganda TV. Ndio Franki. Swali langu lipo kwa CNN. CNN tayari wameshaharibu image ya Tanzania. Kama serikali, nini mnafanya sasa baada ya CNN kuweza kuharibu image ya Tanzania? Asante. Cha kwanza Franki tunachokifanya, kwanza hao CNN tunaendelea kuwatafuta. Kwa sababu wao si wamesema sisi hawajatupata. Mimi nimetoka leo hapa kwenye public kusema kwamba hawajatutafuta, na kama wanatuhitaji tupo, tutajibu maswali yao. Tunachowataka CNN, hatuwazuii kufanya kazi yao, lakini wafanye kazi yao kwa usawa, kwa weledi. They should stop publishing biased information. They have to balance their stories. They have to give equal opportunities to all parties involved in their content. This is a professional practice. Wala sisi serikali hatutaki favor, hatutaki upendeleo. It is a professional practice. You accuse someone, give him a chance. Sio hivyo? It is a natural justice. Kwa hiyo CNN tumewaambia wakitaka kusikia kutoka serikalini, serikali ipo ili wakasafishe kama ambavyo wamechafua. Moja, tumewatafuta Al Jazeera, tumewaambia we are here, we are ready. Tutakwenda kuzungumza nao, na sisi tunaamini kwa sababu hivi ni vyombo vya habari vya kimataifa vyenye sifa na vyenye uwajibikaji na vinavyopaswa kuwa na uwajibikaji, vitatoa nafasi kwa serikali ya Tanzania kueleza kilichotokea. Kamati ya uchunguzi inafanya kazi, itamaliza kazi, tutaeleza kila kitu, hakuna cha kuficha. Kwani kuna aliyependezwa na yaliyotokea? Hakuna aliyependezwa na yaliyotokea. Hata sisi wenyewe tuna machungu, tunasikitika sana. Kwa hiyo tutawasiliana nao hao, tutaengage hivyo vyombo, na mimi nitoe wito na kwa waandishi wa habari wote wa kimataifa ambao wanataka kuja kuandika kuhusu Tanzania, karibuni. Hatujazuia mtu yeyote. Idara ya habari maelezo ni kazi yake kutoa vibali kwa waandishi wa habari kuja kufanya kazi.
Wakati mwingine unamshangaa mwandishi wa habari, mimi nimeogopa kwenda Tanzania nisije wewe unajitisha mwenyewe, yani unajichongea kinyago, unajitisha mwenyewe, halafu unasema siwezi kwenda Tanzania. Hapa hatuna waandishi wa habari wa Al Jazeera hapa Tanzania, wa BBC, wa Deutsche Welle. Nani ameuawa? Nani ameteswa? Nani amekamatwa? Hivi vyombo vimefungiwa. Nyinyi hamjui kama kuna nchi hivi vyombo vimezuiwa kufanya kazi? Sisi Tanzania tumefunga, tumemzuia mtu yeyote? Hatujazuia mtu yeyote. Kwa tutawaengage. Wakitupatia nafasi tutaeleza ukweli. Wasipotupatia nafasi tutatafuta namna nyingine ya kufanya, ya kusafisha. Tanzania ni nchi safi. Na uzuri wanachokitangaza na kilichopo huko tofauti. Seeing is believing. Watu watakuja hapo wataona vitu tofauti. Ndio mwingine. Kwa majina mimi naitwa Baraka Friday, natokea Mwanahabari Digital. Tarehe 29 kuna mambo ambayo yalitokea ambayo yalileta madhara kwa wananchi, na kulikuwa kumeanza mijadala kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na hizo vurugu zilizotokea tarehe 29. Na sasa hivi kwenye mitandao ya kijamii tena kuna kampeni kwamba tarehe 9 Disemba vijana wanarudi tena barabarani kwa ajili ya kufanya zaidi ya kilichofanyika tarehe 29. Ni hofu kubwa kwa wananchi ambao hawapendi hayo mambo yatokee. Sasa nyie kama serikali mmejipangaje kuhakikisha kwamba tarehe 9 Disemba wananchi watakuwa salama, lakini hakitatokea kile ambacho kilitokea? Nadhani mmeona hizo vuguvugu mitandaoni. Asante. Ni kweli Baraka, tumeona hizo sentiments zinapita kwenye mitandao. Kauli yetu sisi kwa upande wa serikali kwanza ni kuwasihi vijana wajiepushe na mkumbo. Wasijihusishe na mambo ambayo kuna watu wanayafanya kwa makusudi yao, kwa malengo yao. Wanawasihi sana vijana tusijihusishe na vitendo vyovyote vyenye kuleta vurugu, vyenye kuvunja amani ya nchi yetu. Kwa upande wa serikali, kama ilivyo majukumu yetu, ni kuhakikisha nchi iko salama. Kwa tumejipanga kuhakikisha siku hiyo kama ilivyo siku zingine, usalama wa raia na mali zao unaimarishwa. Sawa jamani? Tumemaliza? Moja bado? Haya. Msemaji naitwa Juma Isihaka, mwandishi wa gazeti la Mwananchi. Juma, ndio. Nilikuwa naomba kufahamu ya kwanza, wakati rais analihutubia bunge alitoa kama maelekezo au ushauri ya kwamba kuna wale vijana walioshiriki zile vurugu kwa kufuata mkumbo, na alisema baada ya uchunguzi na nini wale waachiwe, na wametokea wananchi kadhaa mahakamani na nini, lakini bado hiyo. Pengine nini neno la serikali kuhusu hao? Pamoja na hilo kumejitokeza videos, lakini na wananchi wanaolalamikia hawajawaona ndugu zao, kwa maana mili ya hao au ndugu zao waliotoweka tangu hiyo siku ya vurugu. Wanasema imekuwa vigumu ku access ama mili au kuwapata hao ndugu zao. Pengine kauli ya serikali ni nini kwenye hilo? Lakini tume inafanya hiyo, pengine msemaji, tunaweza kupata idadi ya, kwa sababu vimezungumzwa vingi sana huko nje ya nchi na vyombo vya habari hivi vya kimataifa, wako wanaotaja idadi ya vifo, wako wanataja idadi mbalimbali. Serikali kwa sasa inaweza kutueleza uhalisia wa idadi? Asante Isiaka. Vijana, maelekezo ya Mheshimiwa Rais kwanza yameanza kutekelezwa. Wako ambao, na Mheshimiwa ningependa kuweka vizuri, Mheshimiwa Rais alielekeza wale vijana ambao DPP ataona walienda kwenye vurugu zile kwa kufuata mkumbo waachiwe. Na hii kazi inaendelea kwa sababu wao watu walikuwa wengi. Inaendelea kufanya uchambuzi, na wale ambao uchambuzi unakamilika wanaachiwa na wanarudi majumbani kwao, na kazi itaendelea mpaka itakapokuwa imekamilika.
Wananchi wanatafuta ndugu zao. Katika hatua hii, kwanza mimi ningetoa wito, sehemu sahihi nadhani ni kwenda polisi, sababu polisi wao ndio wanaweza kufanya hizo jitihada za kutafuta walipo, na kama kutakuwa kuna maelekezo mengine huko polisi ndiko ambako wanaweza kujua. Kwa sasa hivi mimi siwezi kuwa na majibu, kwa sababu unajua haya ni matukio ambayo yalitokea wakati wa vurugu. Tume inaendelea kufanya uchunguzi. Tume itakapokamilisha pengine itakuwa imepata taarifa nyingi zaidi ambazo pia Watanzania watajulishwa. Ila katika hatua hii ni vizuri tukaendelea kwenye utaratibu wetu wa kawaida. Pale unapokuta jamaa yako hapatikani, basi unakwenda polisi. Mambo mengine tutaambiwa tume itakapokuwa imekamilisha kazi yake. Kuhusu idadi, hali kadhalika ni ngumu sasa hivi kusema ni idadi kiasi gani, kwa sababu tathmini inaendelea. Tume inaendelea na kazi yake, itakamilisha, tutapata hizo takwimu. Kwa sasa hivi mtu yeyote anayetoa takwimu ni uchochezi. Takwimu zinatakiwa zitoke kwenye vyanzo rasmi ambavyo vimezalisha takwimu hizo baada ya kufanya tathmini. Leo nikikuuliza hapa, Juma, nani kahesabu walioumia, waliofariki dunia? Nani kahesabu? Chombo cha habari reputable unaendaje unataja takwimu? Hapo umemnukuu kiongozi wa chama cha siasa. How is that professional? Umemnukuu mwanaharakati ana machinery ya kuhesabu watu, ana machinery ya kuhesabu vifo. Takwimu wamezitoa wapi? Kwa hiyo mimi nafikiri tuwe na subira, lakini pia nataka kuendelea kusisitiza yaliyotokea hayakuwa mambo mazuri. Kila mmoja ana majonzi, kila mmoja ana masikitiko makubwa, kila mmoja ameumia. Tuwe watulivu, vyombo vifanye kazi yake, tathmini itafanyika, taarifa zitatolewa. Tumalizie moja. Asante sana msemaji. Mimi naitwa Godfrey Monyo na natoka ITV. Katika mazungumzo yako umeweka vizuri kabisa kwamba tarehe 29 watu wamepoteza maisha na wengine wamepoteza mali zao. Mimi nitaka nijue labda serikali na namna yote inaona kuna namna inaweza kawapa hata mkono wa pole, kuna watu wameunguliwa vitu vyao, na ni labda kuna namna serikali inaona kwamba inaweza kawasaidia kidogo, kwa sababu kuna watu wamerudi nyuma sana kiuchumi, na hata watu wengine wafanya biashara dogo biashara zao zimechomwa na mambo kama. Je, serikali ina mpango labda ya kutoa hata nguvu yoyote ili watu warudi pale ambapo walipokuwa mwanzo? Asante Godfrey, ni swali la msingi sana. Sasa mimi nafikiri tusubiri tume ikamilishe, ifanye na itaweka mapendekezo yake. Wakati huo sasa serikali itaamua. Lakini kwa sasa ni ngumu kusema chochote. Asante sana. Tumalize basi hapo, naona na muda umekwenda sana. Ndio. Naitwa Rashid Mtagaluka, natokea Mwananchi. Ipi kauli ya serikali kuhusiana na maadhimisho ya miaka 64 ya uhuru wa Tanzania kwa mwaka huu? Yapo maadhimisho ya miaka 64 ya uhuru tarehe 9 Disemba. Yakoje? Serikali inasemaje? Asante Rashid. Maadhimisho ya miaka 64 ya uhuru mtapewa tangazo ndani ya siku 2. Bado. Kwa sababu akina dada hawajauliza wengi, basi mpe dada aulize swali la mwisho. Tumalize. Yovini, natokea Demokrasia. Nilikuwa nina swali moja dogo. Umeongea hapo kusema kuhusiana na watu kubalance story upande wa pili, jambo ambalo ni muhimu na tunatakiwa kama waandishi kulifanya. Lakini waandishi wenzangu wako hapa, mtakubaliana na mimi kwamba kumekuwa kidogo na shida inapotokea kitu kubalance story upande mwingine. Nilikuwa natamani kupata kauli yako. Nini mkakati wa serikali kuhakikisha tunapohitaji kupata information upande wa pili kwenye hizi mamlaka au jambo lolote baya linapotokea kutoka haraka na kulizungumza? Je, labda sisi waandishi tutengee namna ambavyo tutawaripoti afisa habari wengine ambao wanagoma kutoa taarifa haraka wakati sisi tunahitaji, na inawekwa kwa mfumo gani ili tusaidie kufanya kazi vizuri? Asante. Kwanza kwa sababu ya uhitaji wa uwepo wa taarifa,
nataka niongeze mikutano ya msemaji mkuu wa serikali. Kwa nitakuwa nakuja mara nyingi, inawezekana nikaja kila baada ya wiki. Tutakuwa tunakuwa na issue 2-3 kwa kifupi tunazungumza, kama mtu ana swali atauliza. Lakini idara ya habari maelezo ipo wakati wote. Ipo wakati wote, njoni mje tuwasiliane. Lakini kwenye sekta mbalimbali, kwenye taasisi kuna vitengo vya habari. Wasilianeni na maafisa habari, mkiona hawakuwapa ushirikiano tujulisheni idara ya habari. Tuko hapa, yuko kaimu mkurugenzi hapa Kevin Kanje, wako makaimu wakurugenzi wengine, Rodney yupo kaimu mkurugenzi wa idara ya habari, tutajibu maswali. Na wewe binafsi nitakupa namba yangu. Lakini kwa ajili ya nini? Na namba yangu jamani simnayo wote. Mimi wakati wowote ukiwa na swali wewe niulize. Na sijawahi kuacha kujibu swali la mtu. Mnamuona nani Juma yuko wapi? Juma Isiaka yuko wapi? Arakela huyu, lakini muulizeni nimewahi kuacha kupokea simu yake. Anapiga simu Juma mpaka saa 8 usiku. Tena maswali magumu. Lakini napokea simu yake, najibu message zake. Kuna wakati unaweza kunipigia niko kwenye mkutano, siwezi kupokea kwa muda huo, mnavumilia tu kidogo, lakini nitakurudia tu. Kwa simu yangu mimi iko wazi, wala ambao hawana hata hapa nitawapatia. Sawa jamani? Nitawapatia, mtakuwa na simu yangu wakati wote una jambo, tuwasiliane na majibu mtayapata. Sawa jamani? Nafikiri tumemaliza. Basi jamani, asanteni sana na washukuru sana. Niwatakie kila la kheri. Inshallah wiki ijayo tutakutana tena. Sawa sawa? Asanteni sana, kila la kheri. Big dreams start small. At GoDaddy, we help you take that first step and every step after. From getting your domain to creating your website, email, and online security, we've got you covered. You don't need to be a tech expert. You just need a starting point. GoDaddy gives you the tools, the expert support, and the push to make it real. Your brand starts here with GoDaddy. Relax. Hawajawahi kutuangusha. Hata wewe unaweza kuagiza gari bora na ulipendalo kupitia SBT Japan. Tembelea tovuti yetu ya www.sbtjapan.com na hapo utapata ukipendacho zaidi. Anazungumza na waandishi wa habari, tupata fursa ya kuenda moja kwa moja sasa kuweza kufuatilia mkutano huo. Ready? Naam, mtazamaji, kama ambavyo nafuatilia hapo ni wakiendelea kujiandaa katika mkutano huo na ambao unafanyika hapa jijini Dar es Salaam, na kama ambavyo natazama ni utaratibu wa kawaida wa msemaji wa serikali kuzungumza masuala mbalimbali hasa yanayohusu mipango na mikakati ya serikali katika utekelezaji wa masuala mbalimbali, na waandishi wa habari wanaendelea kujipanga hapo
tusubiri kuona Gerson Msigwa ni nini haswa ambacho ataweza kuzungumza hapo, na tutapata fursa zaidi ya kuweza kufahamu. Na hapo ni cha mikutano cha kimataifa JNICC hapa jijini